Yesu unipendaye, kwako nakimbilia. Ni wewe utoshaye, mwovu akinijia. Yafiche ubavuni mwako maisha yangu, nifishe bandarini, uokoe moyo wangu. Ngome nyingine sina, nategemea kwako. Usinitupe Bwana, nipe neema yako. Ninakuamania, mwenye kuniwezesha. Shari wanikingia, vitani wanitosha. Nakutaka mpaji, vyote napata kwako. Niwapo mhitaji, utanijazi vyako. Nao waangukao, wanyonge wape nguvu. Poza wauguao, uongoze vipofu. Bwana umeniosha moyo kwa damu yako. Neema ya kutosha yapatikana kwako. Kwako Bwana naona kisima cha uzima. Mwangu moyoni Bwana, bubujika daima. Kwako Bwana naona kisima cha uzima. Mwangu moyoni Bwana, bubujika daima. Baba yetu uliye mbinguni, Baba wa milele, tunakushukuru kwa siku ya leo ya mwisho ya mikutano ya Pembe Ndogo. Tumeona mkono wako ukituongoza katika kweli ya maandiko yako. Sasa tunapofika kwenye kilele cha somo letu la leo, tunakuomba utupe Roho Mtakatifu, utufunulie mapenzi yako. Fungua akili zetu tuone hatari ya udanganyifu wa shetani, na tupokee mwanga wa wokovu wa Kristo. Bariki kila msikilizaji, na somo hili liwe mbegu ya wokovu kwa maisha ya kila mmoja wetu. Tunaomba kwa jina la Yesu, amina. Tumekuwa na mfululizo wa masomo ya Pembe Ndogo,
Na leo tunafikia kwenye kilele cha masomo yetu haya. Leo tunalo somo zuri pia. Tunalo somo lenye kichwa kinachosema hatima ya pembe ndogo na wito wa kutoka katika giza. Hatima ya pembe ndogo na wito wa kutoka katika giza. Mikutano ya pembe ndogo imetufundisha mambo mengi. Tumegundua kuwa pembe ndogo ambayo inazungumzwa katika kitabu cha Danieli sura ya 7 na ile Danieli sura ya 8, kwamba inawakilisha mfumo wa kidini uliotoka katika mpangilio wa mwanadamu na unaopingana na sheria ya Mungu. Sasa leo tunapohitimisha, tunataka kuangalia hatima ya mfumo huu. Leo tunapohitimisha, nataka kuangalia madhara ya mfumo huu. Leo tunapohitimisha, nataka kuangalia mwito wa Mungu kwa watu wake. Msomaji, fuata nami sasa kwenye kile kitabu cha Danieli. Ni kitabu cha Danieli msomaji. Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 8. Maandiko matakatifu yanasema, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Biblia inasema kwamba nikaangalia pembe zake, yani pembe hizo, na tazama pembe ndogo ikapanda kati yao. Haya ni maono ya Danieli ambayo yanahusiana na pembe ndogo. Danieli anaona wanyama 4, kisha anaona pembe ndogo inayojitokeza ikionyesha nguvu mpya ya kidini inayochukua nafasi kubwa duniani. Pembe ndogo hii si taifa dogo la kijeshi tu, bali ni mfumo wa kidini na kisiasa unaochanganya mamlaka ya wanadamu na dini, kisha ukaanza kupotosha kweli ya Mungu. Mfumo huu ulijaribu kubadili sheria za Mungu. Msomaji, fuata nami kitabu cha Danieli. Ni kitabu cha Danieli msomaji. Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 25. Maandiko matakatifu yanasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati, nyakati 2.5 wakati. Biblia inasema kwamba naye ataadhimu kubadili majira na sheria, kama ambavyo tumekwisha kuona kwenye siku zile za nyuma kwamba pembe alifanikiwa kubadili majira na sheria. Tukianzia kwenye hii sehemu ya majira, pembe amefanikiwa kubadilisha majira. Kwa hakika, kwa muktadha wa mazingira ya Biblia, siku inaanza jioni, lakini sasa mfumo umebadilika wa dunia. Sasa siku inatambulika ama inaisha inapofika saa 6 usiku. Msomaji, ni kitabu kile cha Mwanzo. Ni kitabu cha Mwanzo msomaji, sura ya 1 na ule mstari wa 23. Maandiko matakatifu yanasema, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 5. Biblia inatambua kwamba siku inaanza jioni. Kwa hiyo siku inapofika jioni ndipo ile siku ya nyuma imeisha na siku nyingine ndipo inapoanza. Kwa hiyo kwa sasa hivi hata tunapoangalia saa zetu za mkononi, saa huwa zinabadilika zinapotimia saa 6 za usiku. Pembe amefanikiwa kubadilisha majira. Na vile vile maandiko yanasema kwamba atabadilisha na sheria pia. Pembe amefanikiwa kubadilisha sheria za Mungu. Mungu ametupatia amri 10 kupitia Musa, na hizi amri 10 hakuna yeyote ambaye amefanikiwa kuzibadilisha. Yesu mwenyewe alipokuja katika dunia alisema msizaa, na alikuja kutangua sheria, kitabu cha Mathayo 5:17. Lakini vile vile mitume wa Yesu na wanafunzi wake wote waliishi wakiongozwa na nuru hiyo. Lakini pembe ndogo amefanikiwa kubadilisha sheria za Mungu, ambapo amri ya 2 pembe ameweza kuitoa, na amri ya 4 pembe ameweza kuibadilisha. Amri ya 4 inayoagiza tuikumbuke siku ya Sabato na kuitakasa, pembe ndogo amefanikiwa kuibadilisha. Utukufu wa Sabato siku ya Jumamosi
akauhamishia siku ya Jumapili. Pembe ameweza kuibadilisha. Mpendwa, hatari ya kudumu kwenye mfumo wa pembe ndogo ni kuabudu mwanadamu badala ya kumwabudu Mungu. Msomaji wangu, fuatana nami. Ni kitabu cha Wathesalonike wa pili. Ni Wathesalonike wa pili, msomaji, ile sura ya 2, mstari wa 3 na ule mstari wa 4. Maandiko matakatifu yanasema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Biblia inasema kwamba yule mtu wa kuasi atafunuliwa na maandiko, atafunuliwa na Biblia. Yule mtu wa kuasi. Pembe ndogo inainua mamlaka ya kibinadamu juu ya neno la Mungu. Hii inasababisha watu kuamini mapokeo badala ya maandiko matakatifu. Na watu wapo wengi waaminifu ambao tayari wamekwisha kufungamanishwa na mfumo huu. Hawako tayari kupokea nuru mpya. Wanaendelea na uaminifu wao wakiwa ndani ya mfumo huu, mfumo wa kidini haswa, lakini kwa hakika unaopingana na amri za Mungu. Lakini Mungu anasema kwamba ule mwisho hautakuja mpaka yule mtu wa kuasi aweze kufunuliwa. Sasa swali la kujiuliza, ufunuo tayari umetufikia. Ni Yesu anakuja. Hatari ya kudumu kwenye mfumo wa pembe ndogo ni kushiriki mabadiliko ya sheria za Mungu. Msomaji, ni kitabu cha Kutoka, msomaji, ile sura ya 20, mstari wa 8 hadi ule mstari wa 11. Maandiko matakatifu yanasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mtumwa wako wala binti yako. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Biblia inatutaka kuikumbuka siku ya Sabato. Tunaporejea kwenye kile kitabu cha Mwanzo, tunamuona Mungu alifanya kazi zake kwa siku 6, ambapo tunaona vitu mbalimbali vinavyoonekana katika dunia. Mungu aliviumba ndani ya siku 6. Tunaona mimea, tunaona mwanga, tunaona wanyama, tunaona wanadamu. Hawa wote Mungu amewaumba kwa siku 6. Lakini maandiko matakatifu yanatufunulia wazi kwamba Mungu baada ya kufanya uumbaji kwa siku 6, siku ya 7 alipumzika. Hiki kilikuwa ni kielelezo tu kwetu sisi, si kwamba Mungu alikuwa amechoka. Na sasa katika maagizo zake, katika zile amri 10, ile amri ya 4 na sisi anatutaka tufanye kazi siku 6, lakini ile siku ya 7 tupumzike. Swali la kujiuliza, unaikumbuka siku ipi? Unapumzika siku ipi? Msomaji, ni kitabu cha Danieli. Msomaji, Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 25. Maandiko matakatifu yanasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati, nyakati 2.5 wakati. Biblia inasema ya kwamba naye ataadhimu kubadili majira na sheria. Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 25 inaonesha namna kanisa Katoliki lilivyojaribu kubadili sheria ya Mungu na kubadilisha siku nyingine ya kupumzika badala ya ile iliyochaguliwa na Mungu. Haitakuwa haki kushtaki upapa na kosa isipokuwa wenyewe uko tayari kukiri ukweli wake. Viongozi wa kanisa Katoliki kwa wazi kabisa
kukiri kwamba wao wenyewe ndio waliohusika na badiliko la Sabato. Wao wenyewe ndio waliofanya badiliko hili, badiliko la kuchukua utukufu wa Sabato katika siku ya Jumamosi na kuhamishia siku ya kwanza ya juma, yani Jumapili. Katika kitabu chao ambacho kinafahamika kama Katekisimu, kina mfululizo wa maswali na majibu. Katika kitabu hicho, swali linaulizwa: unayo njia nyingine yoyote ya kuthibitisha kanisa la Roma lina mamlaka ya kuanza siku kuu zitakazoshikwa kama amri? Jibu: kanisa lisingekuwa na mamlaka hayo, lisingelifanya kile lilichokifanya ambacho washikadini wa siku hizi wanakubaliana nalo. Lisingeliweza kubadilisha kuadhimisha Jumapili siku ya kwanza ya juma badala ya kuitunza Jumamosi siku ya saba, badiliko ambalo halina mamlaka ya maandiko matakatifu. Ni mwisho wa kunukuu. Kardinali James Gibbons alisema kuwa badiliko la Sabato lililofanywa na upapa kutoka siku ya saba ya juma kwenda siku ya kwanza ya juma, yani Jumapili, ni mojawapo ya ishara mbaya na ya kwamba sisi, yani Wakatoliki, tu watu wa Kristo. Wakatoliki hukitaja kitendo cha kubadilisha Sabato kama chapa au alama ya mamlaka ya kidini juu ya kanisa mengine, ikiwa ni pamoja na makanisa ya Protestanti ambayo hudai yamejitenga na Roma, lakini ambayo bado yanifuata kanisa la Roma katika kutunza Jumapili badala ya siku ya Jumamosi ambayo ndiyo Sabato ya kweli. Kwa hiyo kanisa Katoliki linakiri kupitia vitabu vyake kwamba kwa hakika ilifanya badiliko ya kuweza kuibadilisha Sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Pembe ndogo inabadilisha majira na sheria. Kubadilisha Sabato na kuanza siku nyingine ya ibada ni mfumo wa wazi kabisa wa nguvu hii. Hatari ya kudumu kwenye mfumo wa pembe ndogo ni kushiriki udanganyifu wa kiroho. Msomaji, ni kitabu cha Ufunuo. Ni kitabu cha Ufunuo msomaji. Ufunuo ile sura ya 13, mstari wa 13 na ule mstari wa 14. Maandiko matakatifu yanasema, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Mfumo huu unafanya ishara na kuwadanganya wakao juu ya nchi. Dunia leo imejaa miujiza ya uongo. Dunia leo imejaa unabii wa bandia. Dunia leo imejaa mafundisho yasiyo ya maandiko. Mungu hataruhusu udanganyifu udumu milele. Biblia iko wazi kuhusu mwisho wake. Ni kitabu cha Danieli. Ni kitabu cha Danieli msomaji. Danieli ile sura ya 7 na ule mstari wa 26. Maandiko matakatifu yanasema, lakini hukumu itawekwa, nao watamwondolea mamlaka yake, kuyapoteza na kuyaangamiza hata milele. Biblia inasema kwamba lakini hukumu itakaa, nao wataondoa mamlaka yake. Mpendwa, kuna hukumu mbele yetu. Kila mmoja wetu atashiriki katika hukumu hii, na wale walio katika upande wa ukweli ndio watakaokuwa salama. Msomaji wangu, fuatana nami katika kile kitabu cha Ufunuo. Ni kitabu cha Ufunuo msomaji, ile sura ya 18 na ule mstari wa 2. Maandiko matakatifu yanasema, akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Babeli yana mwisho wake. Machafuko yana mwisho wake. Mfumo huu wa kidini ambao umejivika vazi ya utakatifu lakini napingana na maamri za Mungu una mwisho wake. Neno nasema umeanguka. Malaika alilia akisema umeanguka. Umeanguka Babeli.
Babeli itaanguka. Msomaji, ni kitabu cha Ufunuo. Ni kitabu cha Ufunuo msomaji, ile sura ya 17 na ule mstari wa 14. Maandiko matakatifu yanasema, hao watafanya vita na mwana-kondoo, na mwana-kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Watafanya vita na mwana-kondoo, naye mwana-kondoo atawashinda. Mfumo wa pembe ndogo utaangamizwa na Kristo katika hukumu ya mwisho. Mungu hataki mtu yeyote apotee. Ana mwito wa upendeleo na ana wito wa upendo kwa watu wake walioko kwenye mfumo huu. Msomaji, ni kitabu cha Ufunuo. Ni kitabu cha Ufunuo msomaji. Ufunuo ile sura ya 18 na ule mstari wa 4. Maandiko matakatifu yanasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Huu ni wito wa Mungu wa upendo, akiita kwa upole, akiita kwa uaminifu kutoka katika mfumo ambao una maangamizi mwisho wake. Mungu anatupenda, na ndio maana anatupatia mwaliko huu leo. Tutoe katika mifumo isiyo sawa. Tutoe katika mifumo ya kuabudu uongo. Msomaji, ni kitabu cha Ufunuo. Ni kitabu cha Ufunuo msomaji. Ufunuo ile sura ya 14 na ule mstari wa 12. Maandiko matakatifu yanasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Biblia inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Amri za Mungu, kama masomo ya nyuma tuliyokwisha kuyaona, ni zile amri 10 ambazo kwa hakika Mungu ametupatia kuwa kama mwanga. Amri 10. Amri 10. Ikiwepo ni pamoja na ile amri ya 4 inayoagiza kuikumbuka siku ya Sabato. Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu, sio amri za Mungu nusu, ni amri zote za Mungu. Biblia inasema kwamba ukishika amri zote, lakini ukajikwaa katika amri moja, hata hizo zilizozishika umejikwaa. Amri za Mungu na imani ya Yesu, hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Msomaji, ni kitabu cha Kutoka. Ni kitabu cha Kutoka msomaji, ile sura ya 20 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 17. Maandiko matakatifu yanasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana wa maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanachukiao. Nami na walehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako.
Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Hizo ndizo amri za Mungu. Hizi ndizi amri ambazo Mungu anasema hawazishikao amri zake. Lakini pembe ndogo amefanikiwa kuzibadilisha amri za Mungu. Na hapa narejelea amri ya Biblia. Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Lakini katika katekisimu ya Katoliki kuna amri za Mungu pia zipo hapo zimeorodheshwa. Nitanukuu katika kitabu kinachoitwa The Convert's Catechism of Catholic Doctrine cha mwaka 1946 ambacho kimeandikwa na Peter. Kuna amri za Mungu zimewekwa hapo, lakini kwa hakika amri za Mungu zimebadilishwa, ni tofauti na zilizo katika Biblia. Amri ya Biblia ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Lakini amri ya kwanza katika katekisimu inasema ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Amri ya pili ya Biblia inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Lakini amri ya pili ya katekisimu inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya tatu ya Biblia inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Lakini amri ya tatu ya katekisimu inasema shika kitakatifu siku ya Mungu. Amri ya 4 ya Biblia inasema ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Lakini amri ya 4 ya katekisimu inasema waheshimu baba yako na mama yako upate miaka mingi na heri duniani. Amri ya 5 ya Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi. Lakini amri ya 5 ya katekisimu inasema usiue. Amri ya 6 ya Biblia inasema usiue. Lakini amri ya 6 ya katekisimu inasema usizini. Amri ya 6 ya Biblia inasema usizini. Lakini amri ya 6 ya Biblia, ya 7 ya Biblia inasema usiibe. Amri ya 7 ya Biblia inasema usiibe. Lakini amri ya 7 ya Biblia ya katekisimu inasema usiibe. Amri ya 9 ya Biblia inasema usishuhudie jirani yako uongo. Lakini amri ya 9 ya katekisimu inasema usitamani mwanamke asiye mke wako. Amri ya 10 ya Biblia inasema usitamani nyumba ya jirani yako, wala usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Lakini amri ya 10 ya katekisimu inasema usitamani mali ya mtu mwingine. Kwa mujibu wa amri hizi za Mungu, amri za kwenye katekisimu, amri ya pili imeondolewa, inazuia kujichongea sanamu. Lakini ile amri ya 4 imebadilishwa. Lakini vile vile amri ya 10 kwenye zile amri za katekisimu imegawanywa mara 2 ili kuweza kuleta idadi ya amri kufikia idadi 10. Kwa hiyo haya ndiyo mabadiliko ya pembe. Amri za Mungu zimebadilishwa. Mungu anaita watu wake kutoka katika Babeli ya kiroho ili washikamane na Yesu na amri zake. Fikiria mtu aliye kwenye nyumba inayowaka moto. Akibaki humo, moto utamteketeza. Lakini sauti ya wazima moto ikimuita atoke, ni kwa faida yake, sio kwa faida ya wanaoita. Sasa hivyo ndivyo dunia hii imejaa moto wa dhambi. Hivyo ndivyo dunia hii ilivyojaa moto wa udanganyifu. Mungu anatuita tutoke ili tupate wokovu
kupitia Yesu Kristo, kwa sababu maagizo yake ametupatia sisi kama watoto wake. Mpendwa, dunia imejaa udanganyifu. Mfumo wa pembe ndogo umeeneza uongo kwa karne nyingi, lakini leo Kristo anatuita tumchague yeye. Leo anatuita tuchague kweli yake. Msomaji, ni kitabu cha Yoshua. Ni kitabu cha Yoshua msomaji. Yoshua sura ya 24 na ule mstari wa 15. Msomaji, kitabu cha Yoshua. Yoshua sura ya 24 na ule mstari wa 25. Maandiko matakatifu yanasema, basi Yoshua akafanya agano na wale watu siku ile, akawapa amri na agizo huko Shekemu. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Sijajua kwako mpendwa, wewe utamtumikia nani? Je, utasalia katika mfumo wa uongo? Utasalia katika mfumo wa kidini ambao kwa hakika unafundisha mapokeo, ambao kwa hakika unapingana na amri za Mungu? Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu wa mbinguni. Huu si wakati wa kuabudu uongo. Neno la Mungu linasema kwamba ule mwisho utakuja mpaka yule mtu wa kuasi aweze kufunuliwa. Maandiko matakatifu leo tayari yametufunulia wazi. Baba, tunakushukuru kwa somo la kuhitimisha mikutano ya pembe ndogo. Tumeelewa hatima ya udanganyifu huu na wito wako wa kutoka kwenye giza na kuingia katika nuru. Tunakuomba tusaidie tuwe waaminifu kwa amri zako na tushikamane na Kristo mpaka mwisho. Bwana, weka muhuri wa wokovu juu ya kila msikilizaji. Tunakushukuru kwa sababu ya ushindi wa mwana wako mpendwa. Na sasa kampatie nguvu ya kuanza maisha mapya yule ambaye toka sasa atakuita. Bwana, tumeomba haya ni katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amina.